Haya, nakuja jambo la kumalizia dakika 5. Ni mpango jumuishi wa makuzi na malezi ya watoto. Mnafahamu jamani? Tusikilizane. Tunamalizia. Vijana safi. Hapa na sio muda mrefu, baada ya dakika 2 namkaribisha mtu wa afya akupe vipande vya afya, sawa eh? Nasema hivi, wanaofahamu mpango wa makuzi na maendeleo ya mtoto wanyoshe mikono basi. Hamfahamu eh? Haya. Sasa mimi nakuja kuambia kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeandaa mpango mkakati wa makuzi na malezi ya mtoto. Mpango huo ni kwa ajili ya kuhakikisha watoto wanapata ulinzi salama, wanapata lishe bora, wanapata elimu bora, vile ni kwamba wanapewa lishe na wanajihusisha kwenye mambo ya mtambuka. Uko salama vijana eh? Kwa hiyo na wewe sasa leo utapewa kitabu cha mwongozo wa makuzi na malezi ya mtoto ili ujue namna gani utamlinda mtoto wako, utamtetea mtoto wako, utampa lishe bora, atakwenda kwenye elimu. Sawa jamani? Mwisho ni vituo vya kulelea watoto. Doma hapa na kituo kimoja. Sasa nyie ni vijana, hakikisheni vituo vya kulelea watoto wadogo vinajengwa ili kwamba wananchi wakafanye kazi zao, watoto wabaki sehemu salama, sehemu yenye ulinzi, sehemu yenye wataalamu wa kuwalinda na kuwalea, sio kuacha kwa bibi, shangazi, binamu. Mtoto analelewa mazingira magumu, anateseka, akikua anakuwa mweu. Sema mweu. Yaani mweu unasababishwa na mtoto aliyelelewa mazingira hatarishi. Anaachiwa dada wa kazi nyumbani, kazi yake ni kumtingisha kichwa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Watoto kanakuwa na uchizi kwa sababu kanatikishwa muda wote. Kakikuona wewe anataka nawe mama ukatingishe hivi katoto kalishazoea uchizi. Sasa kuna wataalamu wa kulea hawa watoto, inatakiwa mwapeleke watoto kwenye vituo ili walelewe kule, wafundishwa kuwapa lishe bora, kuwapa chakula bora, kuwapa malezi salama. Nashukuru sana, najua mmenielewa. Moja kwa moja nikaribishe kiongozi wangu wa CCO aje na mambo ya uzazi. Vijana safi. Sasa msikilize kwa makini. Wana uchizi unaanza hapa kama mtasikiliza. Yaani uendazi leo nikapata vijana wako unajitokeza kwa sababu uelewi mafunzo haya, sawa? Uendazi wako wa kufanya wewe msikilize vizuri uelewe, sawa? Uwe kijana bora, uwe mama bora, uwe dada bora ambaye utategemewa na serikali, sawa? Karibu kiongozi. Pigeni makofi jamani.